Na mtazamaji wa Anwari TV, karibu tena ndani ya The Golden Boot, kipindi ambacho tunakwenda kuangazia taarifa mbalimbali za kimichezo zilizotokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hii leo tunakwenda kuangazia kile ambacho kinaendelea huko nchini Morocco, ambako timu ya taifa ya Tanzania imekita kambi kwa siku kadhaa sasa kujiandaa na mechi mbili za kirafiki dhidi ya Uganda, lakini pia dhidi ya timu ya taifa ya Rwanda. Lakini kuna taarifa zilizotoka huko nchini Morocco kunako shirikisho la soka nchini Morocco RMF kwamba mechi hizo mbili za kirafiki hazito kuwepo tena kutokana na kuogofya kwa uwepo wa ugonjwa wa Ebola, na sababu za kutajwa kwamba mechi hizo mbili za kalenda ya FIFA kuweza kuahirishwa ni kutokana na sababu ambazo zimekuwa zikitajwa za kiafya na kuhofia ugonjwa huo wa Ebola. Kupitia ukurasa rasmi wa shirikisho la soka nchini Uganda FUFA, wao tayari wameshathibitisha kwamba mechi zao mbili ambazo zilipangwa kuchezewa huko nchini Morocco, moja ikiwa ni dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, haito kuwepo tena, lakini pia wao walikuwa wana mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Madagascar umefutiliwa mbali kutokana na kuwepo na hofu juu ya usalama wa kiafya huko nchini Morocco, lakini pia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kwa upande wa Taifa Stars, na wao pia game zao mbili hazitokuwepo, zile ambazo zilikuwa zimepangwa kufanyika mwezi huu huko nchini Morocco, ambako tulikuwa tunajiandaa kwenda kuwakabili timu ya taifa ya Uganda, majirani zetu hawa, lakini pia timu ya taifa ya Rwanda the Amavubi, ambao ilibidi tukipige nao katika mechi ya kirafiki ya kalenda ya FIFA. Na hii sababu imekuja kukiwa na mashiko kwa sababu nchi ya Morocco ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikiwa chini ya uangalizi mkali wa utawala wa kifalme. Kwa hiyo kila amri ambayo itakuwa inatoka inakuwa imetoka kunako kasri la mfalme Mohamed wa sita, ambaye ndiye kiongozi mkubwa wa kisiasa huko nchini Morocco. Kwa hiyo mechi mbili za kirafiki ambazo Tanzania ameshasafiri na tayari ameshawasili katika mji wa Marrakesh huko nchini Morocco, ambako awali mechi hizo mbili ndizo ambazo zilikuwa zimepangiwa kufanyika huko hazito kuwepo tena, na badala yake itawalazimu warejee nchini na kuangalia ratiba nyingine ambazo zitakwenda kuelekea kwa timu ya taifa ya Tanzania chini ya Miguel Angel Gamondi, ambaye ndiye kocha mkuu wa kikosi hiko. Tukumbuke kwamba mechi hizi za kirafiki zilikuwa ni mechi ambazo makocha lakini pia timu kwa ujumla wanakwenda kuzitumia kama sehemu ya maandalizi kwa kuelekea kile ambacho taifa ama mataifa mengi ya Afrika yanakwenda kuelekea katika mashindano ya kufuzu michuano ya AFCON mwaka 2027, ambako tayari draw yake imeshaweza kufanyika kwa siku chache zilizopita huko katika nchi ya Misri, ambako ndiko ilifanyika draw hiyo ambayo kila mmoja hadi wakati huu ameshafahamu timu ambayo atakwenda kuwa nayo katika kundi moja. Na Tanzania tukumbuke kwamba tupo kundi moja na mataifa ya Algeria, Guinea Bissau, lakini pia bila kusahau tupo na taifa jingine ambalo tutakuwepo nalo katika kundi hilo moja. Kwa hiyo taarifa kubwa wakati huu barani Afrika, lakini pia katika kanda ya Afrika ya Mashariki ni hiyo kuhusiana na kuhairishwa kwa hizo michezo za kirafiki ambazo zilikuwa tayari zimeshapangwa kufanyika huko nchini Morocco katika mji wa Marrakesh, na ilikuwa ni mechi ambazo pengine mwalimu alikuwa ameshaandaa mkakati wake kwa ajili ya kuzielekea hizo mechi mbili. Tukumbuke kwamba Tanzania katika upande wa rankings za FIFA tunashika nafasi ya 113, kitu ambacho pengine kwenye hizi mechi mbili za kirafiki kama mwalimu angeweza kuzipatia mfumo mzuri, kama tungeweza kuibuka na ushindi, basi zingetufanya tuweze kukaa katika sehemu nzuri, hasa katika upande wa ranking za FIFA. Tukumbuke kwamba Uganda the Cranes, kwa maana timu ya taifa ya Uganda, wao chini ya mwalimu wao kwa maana ya Poput, katika ranking za FIFA wanashika nafasi ya 88 duniani, huku timu ya taifa ya Rwanda Amavubi chini ya kocha wao Constantine wanashika nafasi ya 128. Kwa hiyo unaangalia
kila timu tayari ilikuwa imeshaandaa mazingira mazuri kwa ajili ya kuzielekea hizi mechi kwa lengo ya kujiweka katika sehemu nzuri, hasa katika upande wa kimsimamo. Kwa hiyo taarifa ndio hivyo kama ambavyo nimekuambia mtazamaji wetu, na hii imekuja mapema mara baada ya vyanzo vya kuaminika kutoka ndani ya soka la shirikisho la soka nchini Morocco, lakini pia mashirikisho ambayo timu zao zilikuwa zimesha safiri kuelekea huko nchini Morocco zimeweza kuthibitisha na kukiri kwamba mechi hizo hazitokuwepo ili kuepuka sababu za kiusalama wa afya ambazo ndizo zimekuwa kikwazo kwa ajili ya mechi hizi za kirafiki za kalenda ya FIFA. Tutoe pole kwa wale wote ambao pengine wanaweza wakakumbwa na changamoto hii ambayo imetokea ghafla, kwa sababu tufahamu kwamba serikali pengine imetumia gharama kubwa kusafirisha timu hadi kwenda nchini Morocco, lakini badala yake yametokea haya ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anayafikiria kabla kama yangeweza kutokea. Lakini pia moja kati ya kitu ambacho shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, lakini pia shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambacho huwa wanaangalia kabla ya hizi mechi kufanyika ni usalama wa watu, lakini pia wachezaji, bila kusahau watu wote ambao wanahusika kwenye hizi mechi. Kwa hiyo sababu za usalama wa afya ndizo ambazo zimesababisha mechi hizi mbili za kirafiki ambazo Tanzania kwa maana Taifa Stars tulikuwa tumeshafika huko nchini Morocco kwa ajili ya kujiandaa na mechi hizi kuweza kuhairishwa. Tusubiri tuone kitu gani ambacho mamlaka husika kwa maana shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, kitu gani ambacho wanaweza wakakitoa kuhusu kufidia hizi mechi mbili ambazo zitakuwa hazijachezwa. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka tamati wa makala hii. Naitwa Leopard John, sauti ya mvua. Ni kuombe tu endelea kusalia nasi Anwari TV hadi wakati mwingine, na kwa heri kwa sasa.